Ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2025, siku ya kwanza kabisa ya mwezi huu wa 4, nichukue nafasi hii kukaribisha sana mpenzi mtazamaji wa Shalom Summit TV kuweza kutazama kile ambacho tumeweza kukuandalia kwa siku hii ya leo. Kama bado haujasubscribe, basi nakumbusha kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, na kama bado haujagusa alama ya kengele, basi tunakusihi kugusa alama hiyo ili uweze kuwa kwanza kupokea taarifa tunaporusha vipindi vyetu katika channel hii nzuri ya Shalom Summit TV. Mimi ni Rose Jotham, na siku ya leo sitakuwa peke yangu, nitakuwa na afisa utumishi kutoka wilaya Same mkoani Kilimanjaro, na tuko na mada mezani inayosema utumishi wa umma katika kumtumikia Mungu. Na katika mada hii tutajikita zaidi katika kuangalia ni kwa jinsi gani mtumishi wa umma anaweza kufanya kazi zake huku akimtumikia Mungu. Tutakwenda kumsikiliza afisa utumishi Binai Ngasala, ataweza kuelezea mengi zaidi. Hivyo tunakukaribisha sana uweze kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati, kwani ninatumaini kwamba katika mjadala huu kuna kitu ambacho utaenda kujifunza kutoka kwa afisa utumishi. Nikukaribisha sana na Mungu akupe upesi wa kuelewa kile ambacho tunaenda kuzungumza kwa siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina, dada Rose. Unaendeleaje? Ninaendelea vizuri. Amina, Mungu ni mwema. Amen. Na kuona unazidi kupendeza Kabisa katika Bwana. Hakika kumtumikia Mungu ni jambo la heri sana. Amina. Sasa dada Nice, kama tulivyo na mjadala mezani kwamba utumishi wa umma katika kumtumikia Mungu, kuna mtu anatutazama katika channel hii ya Shalom Summit TV lakini haelewi nini maana ya utumishi wa umma. Pengine tulitamani kufahamu wewe unafahamu nini kuhusu dhana ya utumishi wa umma katika muktadha wa kumtumikia Mungu. Kwanza nachukua nafasi hii kukushukuru mwandishi wa habari dada Rose kwa kukutana na mimi leo tarehe 1 mwezi wa 4. Ni neema kubwa kwa Mungu sisi kuweza kuifika siku ya leo. Lakini nikienda moja kwa moja kwenye swali lako, labda pia nijitambulishe kama ambavyo umeshanitambulisha kwamba mimi naitwa Nice Ngasala, mkuu wa idara ya utumishi na utawala katika halmashauri ya wilaya ya Same. Na leo kama ambavyo tumesikia kutoka kwa mtangazaji kwamba tutazungumzia kwa habari ya utumishi wa umma katika kumtumikia Mungu. Na kama ulivyoniuliza swali, kwa kifupi tu, maana ya utumishi wa umma. Utumishi wa umma ni kama neno lenyewe ambavyo linajieleza, ni kutumikia umma, kutumikia wananchi. Ninajua wapo waandishi mbalimbali watakao kuwa wamenyumbulisha maana mbalimbali, lakini ninajua katika wote watakao kuwa wamezungumzia, lakini kipengele kikubwa na cha msingi ni kwamba ni kumtumikia mwananchi ili kuweza kupata huduma zake za msingi. Amina. Tumekuwa tukishuhudia katika jamii zetu, kuna watu ambao wamekuwa wakifanya kazi nje na utumishi wa umma, wamekuwa wakifanya na kuaksi maadili ya kidini. Sasa nilitamani kufahamu ni kwa namna gani au ni kwa jinsi gani kazi za utumishi wa umma zinaweza kuaksi maadili katika jamii. Ninashukuru sana. Kazi ya utumishi wa umma kwa kiasi kikubwa au kwa asilimia zote zinaakisi utumishi wa umma, utumishi katika kumtumikia Mungu, kwa sababu mtumishi yoyote, hata tunaona katika vyeo vya uteuzi, mtu kabla hajaanza kazi yake lazima aape. Kama wewe ni Muislamu utaapa kwa Qur'ani, kama wewe ni Mkristo utaapa kwa Biblia. Kwa nini wanafanya vile wakati hii kazi yako hautatumia Biblia wala hautatumia Qur'ani? Ni kwa sababu kuna muingiliano kati ya utumishi unaoenda kuutumikia na kumheshimu Mungu ambaye amekuweka katika hiyo nafasi. Kwa hiyo mtu ambaye anavunja maadili kwenye utumishi wake ni makosa kama ambavyo mtu mwingine yote anaweza kufanya, kwa sababu Mungu ndiye aliyemweka kwenye ile nafasi ili aweze kumtumikia kwenye nafasi yote ambayo utakuwa umewekwa. Kwa hiyo uvunjivu wa maadili kwenye utumishi wa umma si kwamba tu unakuwa umeikosea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ipo miongozo ambayo imewekwa kwamba lazima mtumishi ufuate miongozo hii. Lakini ukiisoma ile miongozo unaona kabisa namna ambavyo ile miongozo ni kama vile kuna mambo na kuna sentensi zilikuwa zinachukuliwa kutoka kwenye Biblia. Yaani wakiangalia au kwenye vitabu vya dini, kwamba wakiangalia kabisa kwamba kwenye vitabu vitu vya dini tumekatazwa nini, automatically unakikuta hicho kitu hata kwenye utumishi wa umma hakitakiwi. Kwa mfano ubadhirifu, hatutaki kufanya ubadhirifu. Ubadhirifu ni serikali imekataza, lakini Mungu amekataza zaidi. kwamba hatutakiwi kutumia mali za mtu mwingine kinyume. Anasema usipokuwa mwaminifu
kwa mali ya mtu mwingine, huwezi kuwa mwaminifu kwenye mali yako. Kwa hiyo kwa mujibu wa taratibu hizo, manake unapokosea katika utumishi wa umma automatically unakuwa umemkosea Mungu. Pengine labda nilitamani kujua kwamba ni kwa jinsi gani mtumishi wa umma anaweza kueneza neno la Mungu kupitia kazi yake. Ninashukuru. Mtumishi wa umma namna ambavyo anaweza kueneza neno la Mungu kupitia kazi yake, wakati mwingine sio lazima useme, ni namna unavyomhudumia mtu kwa uadilifu, kwa kuto kufanya kitendo chochote ambacho kinyume na maadili. Mtu yule uliyemhudumia atajisikia vizuri, atafurahia ile huduma ambayo umeitoa. Kwa hiyo kama ataifurahia, manake wewe umeweza kumpendeza Mungu. Manake amesema tutendeane mema. Kwa hiyo ikiwa umemtendea mwenzako yule mema, yule mtu aliyekuja umhudumie kwenye huduma ya namna yote, inaweza kawa ni hospitali, inaweza ikawa ya kiutumishi kama mimi ambapo ni afisa utumishi, labda mtu anastahili kupanda cheo. Kwa hiyo kama mtu anastahili kupanda cheo na ukampandisha, manake wewe automatically umeshafanya kazi ya Mungu. Maana Mungu anasema nitawatoa kutoka utukufu kwenda utukufu. Kwa hiyo ninaweza kuwa ninaeneza neno kwamba mtu yule dada ukienda ofisini kwake hachukui rushwa. Kwa nikawa nimeeneza neno, au mtu kupitia kazi nilionayo ninakutana na watu wengi, na ninaamini mtumishi yote wa umma anakutana na watu wengi kwenye jamii anayokuwa anawahudumia. Kwa aidha kupitia matendo yake au kupitia neno, anaweza kukwambia changamoto anayoipitia, na wewe kwa nafasi yako inawezekana ukashindwa kuitatua. Lakini kama unamwamini Mungu utamwambia, lakini pamoja na kwamba hii changamoto yako imeshindikana katika utaratibu wa kawaida, tunaweza tukamwomba Mungu ikafanikiwa. Na kweli ikawa. Tumekuwa tukishuhudia shuhuda nyingi sana. Unakutana na watu anakuambia changamoto yake ambayo unaona kabisa kwa utaratibu wa kawaida ni kama haiwezekani, lakini mnapomhusisha Mungu inawezekana. Na viongozi wa dini wana mchango gani katika kuhamasisha maadili ama huduma bora kwa watumishi wa umma katika kueneza neno la Mungu? Nashukuru. Viongozi wa dini wana mchango mkubwa, kwa sababu kwa mfano kama sisi ambao ni watumishi wa umma tunao viongozi wetu wa dini, wachungaji, wainjilisti, mashehe. Unaona katika sekta mbalimbali za kidini hakuna dini ambayo inaruhusu uovu. Kwa hiyo kwa kitendo ambacho tunapokuwa na viongozi wetu wa dini wanapotufundisha maadili mema ya kuto kumkosea Mungu, automatically wanakuwa wameshatufundisha namna ya kuishi vyema kwenye utumishi wetu. Kama Biblia inavyosema, ninatoa sana mifano ya Biblia kwa sababu ni Mkristo, lakini ninaamini hata kwenye Qur'ani haijakubali kuiba. Tumekatazwa kuiba. Tumekatazwa kutendea watu mabaya. Tumekatazwa unafiki. Tumekatazwa kufanya kazi kwa ulegevu. Kwa hiyo kama tumekatazwa hayo kwamba tunatakiwa tufanye kazi kwa nguvu, na asiyefanya kazi na asile, manake ni kwamba mimi nitahakikisha ninafanya kazi kwa bidii, nitahakikisha ninafanya kazi kwa uadilifu sawa sawa na nilivyofundishwa na viongozi wangu wa dini. Hivyo wao wanakuwa wamefanya mchango mkubwa sana wa kutufanya sisi watumishi wa umma tutumike kwa uaminifu katika sekta tulizoajiriwa. Hakuna kitu ambacho kinakosa changamoto. Pengine labda tulitamani kufahamu, na mtazamaji ambaye kwa sasa hivi anatufuatilia katika channel hii ya Shalom Summit TV alitamani kujua pengine ni changamoto gani ambazo unaziona kwa watumishi wa umma mara pale wanapotaka kutumia imani zao katika kufanya kazi. Changamoto haziwezi kukosekana katika utumishi wa umma kwa sababu dunia ni pana, utandawazi ni mkubwa. Na hasa sisi ambao tayari tumeshamjua Mungu, unakuta labda muda unakuwa mfinyu wa mtumishi wa umma kutaka kujihusisha kwa wakati mmoja na shughuli zake kama za kibinafsi, kujipatia kipato, na wakati huo huo anatakiwa akahudhurie labda ibada, akahudhurie katika shughuli mbalimbali zinazofanyika katika kanisa. Lakini ni changamoto ambazo zinaweza kutatulika kwa kufanyaje? Kwa mtumishi huyu kuhakikisha amejipanga, kuhakikisha kazi za serikali anazifanya ipasavyo na vizuri, ili mwajiri wake aweze kumwamini, na anapotaka kupata ruhusa ya kwenda kujishirikisha na mambo yake ya dini yake aweze kuruhusiwa kwa wakati. Kwa changamoto zingine ambazo mtumishi wa umma pia anaweza kuzipata anapokuwa kule, ule mgongano wa namna ambavyo mnaweza mkatafsiri jambo.
Inawezekana wewe ukaona kwamba hili jambo halitakiwi kufanyika hivi, lakini kuna wengine wakaona hili jambo linatakiwa kufanyika hivi. Lakini kwa wewe ambaye tayari ni Mkristo au ni Muislamu, unajua dini yako vizuri na namna ambavyo inakataza, ni unaweza ukaingia tu kwa upole, kwa hekima na kuwaelewesha wale wengine, basi yale mambo yakafanyika salama, ili yale mambo yote yanayotakiwa kufanyika katika utumishi wa umma yakafanyika yanavyotakiwa, na vile vile ukaendelea kumpendeza Mungu katika nafasi yake. Na kama tulivyosikia kwamba kuna changamoto mbalimbali katika utumishi wa umma, basi tulitamani kufahamu ni mbinu gani ambazo mtu anaweza kutumia katika utumishi wa umma kutatua zile changamoto ambazo zinaweza kutokea ukihusianisha na maadili ya kidini. Nashukuru. Ni kama ambavyo mada yetu inasema, ni kwamba utumishi wa umma katika kumtumikia Mungu. Ukiwa kama mtumishi wa umma, unazo changamoto mbalimbali ambazo unakutana nazo kwenye utumishi wa umma, za kiutendaji, za kiuongozi na namna mbalimbali. Lakini ukiwa kama mtumishi wa umma ambaye unamjua Mungu, mwenye imani yako ya kidini, lazima utatumia upande wako wa dini kuhakikisha kwamba unazitatua hizi changamoto zinazokutana nazo. Na hii itatokana na namna ambavyo umeendelea kujifunza kupitia vitabu vitakatifu, namna ya wewe mwenendo wako unavyotaka kutakiwa kuwa kwenye jamii unayoishi. Maana ni kweli tunaambiwa kuhusu kuwa na maadili mema huko kwenye dini tulizopo, lakini si kwa ajili ya kwenda mbinguni tu, ni kwa ajili ya pia ustawi wetu katika kuishi katika jamii tulizopo, aidha kazini au na majirani au vyovyote vile. Na utagundua kwamba mtu yoyote, asilimia kubwa ya watu ambao wamejikita kwenye dini, hata kwenye utumishi wao wa umma, wanakuwa na maadili mazuri sana. Na ndio maana tunaona hata viongozi wanaokuwa wanateuliwa, kama nilivyosema mwanzo, lazima waapishwe, kwa sababu wanajua ile ndio misingi ambayo tumelelewa nayo tangu tulipokuwa wadogo. Kwa hiyo hivyo, unapokuwa unamjua sana Mungu wako, unapokuwa umejikita sana kwenye vitabu vya dini, kusoma maadili ambayo Mungu ametuelekeza na vitu ambavyo ametukataza, hivyo vitakusaidia kutatua changamoto kupitia maombi, kupitia viongozi wetu wa dini, kukawashirikisha kwamba labda wewe una changamoto gani, ukawaambia hata tabia ambazo umeonekana una matatizo nazo katika ofisi yako, umekuwa ukilaumiwa katika hizo, hivyo kawahusisha viongozi wa dini ili wakusaidie kuomba, ili uweze kuondokana na tabia hizo. Au wewe mwenyewe ukasoma neno, ukamwambia Mungu, ninaomba unisaidie. Lakini pia kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Sisi ambao tunafahamu Mungu, tunajua kabisa kwa msaada wa Roho Mtakatifu hatusaidii tu huku kwenye dini, anatusaidia pia katika utendaji wetu wa kila siku, ili tuweze kujitatulia zile changamoto tunazokutana nazo katika utumishi wetu wa umma. Ni kweli katika kusoma vitabu vitakatifu vya Mungu vinaweza kukupa mwongozo wa ni kwa jinsi gani unaweza kufanya kazi zako katika utumishi wa umma na kumtumikia Mungu. Sasa kuna mtu anatutazama katika chaneli hii ya Shalom Summit TV na ni mtumishi wa umma. Pengine labda nikupe nafasi, ni ushauri gani ambao unaweza kumshauri mtu ambaye anatutazama kwa muda huu katika chaneli ya Shalom Summit TV katika swala zima la kumtumikia Mungu, aidha uwe mtumishi wa umma ama uwe mtumishi wa kawaida? Kitu ambacho naweza nikakushauri mtazamaji, wewe uliye mtumishi wa umma. Mtumishi wa umma umegawanyika, inawezekana ni wa kiserikali au ni wa tunasema private sector au binafsi, watu binafsi. Kila mmoja kwa nafasi yake anamtumikia Mungu. Maadamu unaweza kukutana na mtu kampa huduma, wewe uko katika nafasi ya kumtumikia Mungu. Nikianza na mfano wangu mimi mwenyewe kama afisa utumishi. Mimi afisa utumishi ninashughulikia vyeo vya watumishi, maslahi ya watumishi, nidhamu za watumishi. Ukiangalia haya yote anayoyashughulikia ndio anayoyashughulikia Mungu. Mungu anashughulikia vyeo vya watu. Amesema namtoa mtu kutoka utukufu kwenda utukufu. Mungu anashughulikia nidhamu za watu. Anataka kila mtu awe katika maadili mema. Kwa kitendo cha mimi kusimamia, lazima nimhusishe yeye ambaye ameniweka. Mimi ninamwakilisha katika ile nafasi niliyopo. Kwa sitaki kumuonea mtu wala kumtendea mtu vibaya. Sambamba hivyo hivyo na madaktari, sambamba hivyo hivyo na wahasibu, sambamba hivyo hivyo na walimu. Kila mmoja kwenye nafasi yake anamtumikia Mungu. Hivyo kila mmoja ahakikishe anaifanya ile kazi kwa ubora anaotaka Mungu. Asimwogope mwanadamu kwamba mbona Rais Samia yuko Dodoma, atanionaje hapa Msabu. Hivyo akafanya vyovyote. Aseme
mbona mkurugenzi wangu yuko ofisini, ataijuaje hii shule niliyopo kama mimi nachapa wanafunzi vibaya? Kwa hiyo ukiona kabisa kwamba unayemhofu ni Mungu, utafanya katika usahihi. Haijalishi unaonekana na mwanadamu au huonekani na mwanadamu. Maanake tumeambiwa katika maandiko matakatifu kwamba lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni katika utukufu wa Mungu, tukimpendeza Mungu. Kwa hiyo katika utumishi wa mtu yoyote, uwe wa binafsi, uwe wa kiserikali, hakikishe anatoa huduma nzuri, kwa sababu Mungu anapenda huduma nzuri. Mungu anataka ustawi wa watu, anataka maisha mazuri kwa watu. Ndio maana ametuweka sisi kwenye nafasi mbalimbali tuweze kumwakilisha. Mungu angeweza kushuka yeye mwenyewe, lakini hakufanya hivyo. Mungu amejiwekea kanuni, ametuweka sisi ili katika nafasi alizotuweka tufanye katika ubora. Hivyo tunahitaji kumuomba. Usione kwamba tu mimi naweza nikaingia ofisini nikaanza kazi. Unaona, nikaenda sokoni nikaanza biashara. Lazima umuhusishe huyu aliyeweka kwenye hiyo nafasi. Wakati mwingine tunaweza kuzani kwamba ni shule tulizosoma, labda vyeti tulivyo navyo ndio vimetuweka kwenye nafasi. Pamoja na hivyo, lakini ni Mungu. Tunasema ipo neema ya Mungu ambayo imetuweka sisi kwenye nafasi tulizo nazo, ili tuweze kumtumikia Mungu kwa elimu tulizo nazo, kwa akili tulizo nazo, kwa nguvu tulizo nazo, ili yeye Mungu aendelee kupata utukufu katika taifa lolote ambalo Mungu angependa watu wake waendelee. Amina sana. Kwa maana hiyo hatutakiwi kumwacha Mungu, inatakiwa kila kitu tumshirikishe. Kabisa. Kila kitu tunatakiwa kumshirikisha Mungu katika jambo lolote. Unaweza kuona kwamba hata tunapotaka jambo fulani ushauri, kuna watu wanaonekanaga ni washauri, yani kuna vyeo vya washauri, lakini mshauri mkuu ni Mungu. Hata yule asipopata ushauri kutoka kwa Mungu hawezi kukushauri ipasavyo. Kwa hiyo jambo lolote, liwe baya, liwe jema, lazima tumshirikishe Mungu ili kufanya utumishi wetu usilaumiwe. Amina sana. Kama tulivyosikia, lazima kila kitu tumshirikishe Mungu ili hata aweze kutusaidia katika kufanya kazi zetu kwa weledi zaidi. Mtazamaji wa Shalom Summit TV, kama tulivyosikiliza kutoka kwa afisa utumishi, tumeweza kujifunza mengi zaidi. Ninatumaini kwamba hata wewe kuna kitu ambacho umejifunza. Nikukumbushe kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Tumefika mwisho wa kipindi chetu, hivyo tunakukumbusha kama bado haujasubscribe, basi tunakukumbusha kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Usiache, kwani kuna mambo mazuri ambayo tunakuandalia katika channel hii ya Shalom Summit TV. Mimi ni Rose Jotham, sikuwa peke yangu, nilikuwa na afisa utumishi Bi Nice Ngasala. Kwa heri kwa sasa, tunakutakia wakati ulio mwema.